Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Kocha ni mtu mwenye kusimamia mafunzo ya mchezo. Mafunzo ya mchezo wa soka kinazaria hadi kivitendo, ni mtu mwenye kusimamia mafunzo ya mchezo wa soka kinadharia hadi kivitendo kwa njia ya ubunifu hadi kivitendo kwa njia ya ubunifu wa kanuni kwa njia ya ubunifu wa kanuni na mawazo yafanye kazi baba. Ubunifu wa kanuni na mawazo kwa kukuza vipaji vya wachezaji. Mlengo hapa ni mchezaji tu. Kocha ni mtu mwenye kusimamia mafunzo ya mchezo wa soka kinazaria hadi kivitendo kwa njia ya ubunifu wa kanuni na mawazo kwa kukuza vipaji vya wachezaji. Sawa jameni? Lazima uwe mbunifu. Kocha lazima uwe mbunifu. Sio kwamba umekuja kusoma tu kwa Karim vile alivyofundisha ndio umeishia hapo. Hapana. Lazima sasa hata kwenye usingizi hivi, hii exercise hii, kwenda hivi, fanya hiki, okay. Acha kwanza nipime. Kitasaidia nini hiki? Kitawasaidia fitness, endurance physique. Acha nijaribu. Yaani wewe ni mbunifu. Ukiitwa kocha baba, wewe ni mbunifu. Asikudanganye mtu. Pamoja na vitabu, pamoja na nini, kuna kitu unaweza ona, hiki kinafaa kwa wachezaji wangu. Beba. Wabebee wapi? Lakini ukiwa kocha wewe si mbunifu wa kikanuni, mawazo, utakuwa umeferiferi kila wakati. Yaani unalala kabisa, hata kwenye usingizi unatulia tu hivi mchana, mambo yanakuja. Hayo mambo hayo, ukifika uwanjani unapanga zile material zako, unaona mambo yanaenda vizuri. Kuna wengine makocha wao wanaenda kuiba kocha mwingine anavyofanya. Na maana inatakiwa kocha uwe mbunifu kwa kazi uliyopewa. Umepewa kazi kubwa. Kuongoza kilabu si kazi rahisi, ni kazi kubwa. Unajua watu hapa ndio wanaonaga kazi ya ualimu kwamba sio kazi. Wewe ndio unabeba mzigo wa watu. Hata rais wako wa kilabu yeye yuko pale anakuona, anakuangalia, utafanya nini? Na maana mashabiki wanani wote yuko mwalimu, kocha. Kwa hiyo wewe ni mbunifu, buni kabisa kocha. Usikalie tu vile vyako vya zamani. Mawazo yafanye kazi, ubuni ili uendeleze timu hii. Unaona, mimi nataka hii ligi inayokuja hii timu zenu zipige hata pasi 20, 15. Ina maana hii ikishika ili kunyang'anya mpira ili nyingine ni hivi. Na hizi ni mbinu wewe utakazo, yani ni mbinu tu utakwenda na wachezaji wako. Mara hiyo hakuna deka. Hakuna deka. Mara hiyo tunacheza kwa mfumo huu. Unawaweka mastereka sehemu yake, ma midfielder sehemu yake, mabeki sehemu yao, magolikipa sehemu yao. Mambo yanaanza. Tunacheza hapa, tunafika hapa, tunagusa hivi, utakuta tu wakizoea haya mambo. Utaniambia
Hasa kwenye ligi, usiwe unacheza deka sana, watu wanaumizana, wanafikiana kwa sana kwenye mwili. Wewe panga hivi vidude vyako makone, panga huden hizo, panga petit filet zile. Wao wanatembea na hivyo vitu. Yaani hakuna mtu kugusa mwingine, lakini wanafanya kazi kwenda kulala wanasema mshitu hao. Yaani muwe makini sana. Ukiingia kwenye mfumo wa ligi, mambo ya deka usichukue muda mrefu sana. Kuna utani wa wachezaji lakini wanafikia mpaka kufika mwilini. Sasa utakuta hao wategemezi wawili ndio wamepata injury. Wasikudanganye kwenye kikosi kwamba wachezaji wote ni bora. Hapana. Wasikudanganye wachezaji wote kwenye kikosi ni bora. Kuna wabora lakini hao wengine wanafuata. Ni kama shuleni zile kategori 3, wa foro wa mwaina wa febi. Hivyo na kwenye mchezo wa mpira wa miguu vipo. Huyu aendane na huyu anaendana na huyu anaendana na huyu. Kwa hiyo hizi ainisho mbili zitakupa jambo. Na mlengo hapa ni mchezaji. Ubunifu unaweka ka fresh pale. Creating. Anaweka mabano uundaji. Ubunifu, creating, C-R-E-A-T-I-N-G. Unaweka mabano uundaji. Lazima kocha uwe mbunifu. Una create. Namba 4, mawazo. Unaweka flash, weka idea. Idea inaandikwa E-D-A. Weka na S kwa sababu ni mawazo mengi, sio wazo moja. Mawazo ni idea, E-D-A-S. Idea. Na ikiwa utaandika mkifaransa andika idea. Andika idea. Idea. Weka kwa mabano kabisa kufikiri. 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 Lakini namba 5, vipaji. Hujapata karne? Chukua. Vipaji. Flash hapo ni talent. Talent. Peni, amebeba kule. Angalia. Talent. Vipaji. Hapo unaweka mabano kuandaa au kuforme. Sijui tu hiyo inaweza itwa alatari anu chino lugha chino comparison cha lugha. Kuandaa. Tuweke hivyo. Lakini mwisho kabisa kanuni. Lazima kocha afahamu kanuni za kimichezo. Sheria. Weka kanuni lakini hapo mbele weka sheria law. Kanuni, sheria au law, L-A-W Kiingereza. Lakini mabano weka taratibu. Ndio taratibu hizo za kufuata. Mwalimu lazima awe mtu anafuata taratibu za sehemu husika. Jamani, wewe ni mwalimu, wewe ni mtaalamu wa soka. Lazima uwe na mbinu na njia za kuwezesha timu kupata ushindi mara kwa mara.
utakuwa mbora ikiwa timu yako inapata ushindi wa mara kwa mara. Mwenyekiti, utakopia kwa kocha Chimanga na nani, mtakopia baadaye kocha ni nani. Kuna ainisho mbili naona mtaangalia hapa kwenye pose kidogo. Yaani kocha ni mtu wa mbinu na njia, ni wewe ndio utatengeneza, au utatengenezewa na mtu, ni wewe. Kadri na ulivyofunzwa kwenye shule, kwenye darasa, unatengeneza ili timu inapata ushindi. Lakini pia wakasema wewe ni mbunifu. Unatakiwa ubuni kabisa kikanuni, lakini pia kimawazo. Lazima uwe unabuni. Ukienda uwanjani unajua hapa naenda fanya nini. Naenda fanya nini. Kwa hiyo kitu kama na hicho lazima kocha uwe nacho. Na hivi vitu tulivyovitaja hapa, nadharia, teori, lazima wachezaji wapewe mafunzo. Hautakuwa na mchezaji afahamu hivi vitu vya kimichezo. Kama vile inawezekana De Winge hajaambiwa, ndio maana katoka kwenye mchezo akaondoka, hakufahamu labda ni kosa. Lazima mwalimu wewe umwambie, jamani, hata kuwe vurugu ya aina gani, mchezaji au lazimiki au takiwi kutoka kwenye uwanja wa mchezo. Na zikiwa vurugu zile za kukimbizana, watu wanakimbia, na maana sote na waamuzi na wanani sote tunafanya nini? Tunakimbia. Kwa hiyo hizi ni kazi. Nadharia lazima tuwape teoria wachezaji wetu, lakini vitendo practical lazima uwanjani pale, ndo zile kona. Na kona sio ndo kifaa tu cha mazoezi. Vifaa vya mazoezi ni vingi sana, na lazimisheni vilabu vyetu kuharibu hela kwa waganga wa kienyeji au wachawi. Waharibu kwanza pesa kwenye vifaa vya mazoezi. Hivi ndio vitafanya huyu kijana akue kipaji chake kisogee mbele. Na ndio niliwaambia ninyi mfahamu kazi ya hao makocha ni kazi ngumu. Anakumbana na watu warika tofauti kitabia, mentality zile, yani yeye ndio anatakiwa waweke sawa. Kwa hiyo hapa mimi nataka niseme nini? Mwalimu wewe ujisimamie na kuweza kuconvince hii kamati kwamba tusielekee sana kuelekeza akili zetu zote kwa dawa, kwa ushirikina. Hapana, tuelekeze kwa hawa. Sasa tuchukue dawa yende ikacheze, itacheza? Haiwezi kucheza dawa. Lakini mchezaji kwanza ndo anaonekana uwanjani, ndo anacheza. Sasa mbinu zako wewe, ule ubunifu wako na vifaa unavyo, baba, utafanya vitu vizuri. Mimi huwa ninakuaga na flash yangu na mazoezi ya Ulaya. Wale wanafanya mazoezi. Vifaa na uwanja wao. Hakuwezi fika mtu wa timu nyingine, hairuhusiwi. Wenzetu wa Ulaya, viwanja viko porini kule. Vile vya mechi ni vya mechi tu, wanakuja mechi tu inaisha, mazoezi maporini kule. Na hakuna mtu wa timu nyingine, mtu wa AB3 aende angalie mazoezi ya Mana Kali. Hakuna. Yaani ukigundulika tu unaadhibiwa. Lakini hapa wachezaji wanacheza ndondo. Hichi kitu hiki kinawabana. Kwa sababu Samuel ni striker, nacheza naye ndondo, najua udhaifu wake. Ina maana mimi ni beki hapa wa AB3 Benton, najua udhaifu wa Samuel kwa sababu sisi tunacheza ndondo kwa pamoja kwenye mazoezi. Najua crochet za Samuel huwa anapita hivi, huwa anafanya hivi. Kwenye mechi itakuwa hivi. Kwa hiyo kumpita ule beki. Si mnanielewa hapo? Mimi mpira wangu nilianza beki namba 2. Na nilikuwa nasoma striker. Nikianza dakika 15. Akigusa mpira wa kwanza namuona, akigusa wa pili, wa tatu, namsoma tayari. Nguvu zake huyu ni crochet. Na maana hata apigiwe mpira wa aina gani, hataondoka hapa kwa haraka. Anaweza kutishia anaondoka, lakini hapa atarudi. Yaani namsoma tu. Hapa namkimbizana naye taratibu, najua utarudi. Na atakaporudi mimi naenda namfikia. Hizi ndio mbinu za kufunza wachezaji.
Sasa hii ndondo hiyo, na mimi nawaangaliaga nasema ama kocha mbona wanaruhusu hichi kitu hapa kambini, lakini hawaelewi ikiwa kinawaponza, kwa sababu lazima huyu striker atamzoea huyu beki na huyu beki atamzoea huyu striker. Kwenye mchezo wa kikumbana itakuwa ni hivi, kila mtu anajua madhaifu ya mwenzake. Kwa hiyo iweni makini na hivi vitu. Hata mazoezi utakuta mchezaji anaandaa ligi wa timu fulani anaenda piga na ile timu zoezi. Kwenye mpira hivi vitu, kwa sababu tupo kambini sawa, lakini kwenye mpira havitakiwi kabisa. Ataenda wasoma wale wengine vizuri sana. Ndio uchukue notebook hapo kocha. Chukua notebook. Kwa hiyo ni masuala kabisa ya nyinyi kukaa chini makocha, mtengeneze hichi kitu. Beba na biki, una kalamu? Beba, chukua kalamu. Kwa hiyo niombe sana kwamba lazima kamati zetu ziwanunulie vifaa vya mazoezi. Sio kona tu ndio kifaa cha mazoezi. Vifaa ni vingi. Hivi mastereka tunawafunza nini? Aina gani ya kufunga? Maforward pale wanafunzwa. Mafubeki yao wanafunzwa. Hapa wanaocheza katikati hapa axe wanafunzwa. Ma midfielder wengine wanafikiria kuwa namba 6 ndio kuwanauana. Namba 6 ni kuwanauana, hapana. Kama mfano nilimwambia kocha wa Birumbi ule Casemiro, ina maana kwamba yeye kila mpira akifika sio kama namba 6 haruhusiwi kucheza hivyo, hapana. Ni wewe sasa umuelekeze, wewe kama mwalimu, kama tulivyosema hapo, unaelekeza. Hapana, namba 6 sio kwamba ni sinonimu ya kwamba uwane umizane, hapana. Cha kwanza namba 6, kaba, nyang'anya. Kazi zake mbili kubwa ni kukaba na kunyang'anya. Wa namba 6 wengi hawajuagi kupiga pasi vizuri sana. Yeye kazi yake kwanza haina shida. Sisi tunakula msosi nyuma hapo. Yeye nendeni. Haina shida. Ina maana jameni, nataka ni waombe. Kambini Nyarugusu mnafanya kazi kubwa, kwa sababu mashindano ya kombe hayaishi. Na hivi niwahakikishie au walioanguka, nyinyi pigeni mazoezi. Hivi karibuni tunaanza nyingine. Na huu ndio muda wa kuandaa timu. Sisi tunakuja kuandaa timu, tunataka karibia nini? Ligi. Hapana. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.